Thank you so much for joining us. This is Masiga TV, Musela Media TV. Tuko katika maeneo ya Kiambu kwenye mazishi ama ibada ya wafu ya dada wetu anajulikana kama Betty Bayo. So nimekutana hapa hivi na wasanii ambao wanaimba nyimbo za Injili or rather gospel music. On my side here tuko na mmoja anajulikana kama Ali Mhwana. First of all, introduce and then we introduce group ambayo uko nayo. Yes. Praise God. My name is Ali Mhwana. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na pia niko hapa na marafiki zangu, my fellow gospel ministers. Tuko hapa na Janet introduce. Christine Otieno, aka Yesu Nyale. Wendy George, aka Rembi Yesu. Karoli Onyango, Nyasai Maoni. Unajiintroduce wote? Yes, mimi ni Lilian Jairo, nimeokoka Yesu ni Bwana. Fred Omondi, napenda Yesu. Emmanuel Dennis Wodi Sayun, tunampenda Yesu. Carol Gift, aka Chongagilo. Yvonne Frederick, nampenda Yesu. Mark Music, nampenda Yesu. Susanna War #Omorenya John, nampenda Yesu. Okay, so maybe sasa tuko wengi, acha tu niongee na wewe ama nizungumze na wewe. Labda wewe kama Ali Mhwana, ulimjua Betty Bayo lini? Okay, mi Betty Bayo nimemjua from 2011 wakati alitoa wimbo wake wa even 11th hour. Tumetembea na Betty all the way from 2011 up to now. Nimemjua kama msanii mwenzangu, nimemjua kama tumekutana sana kwa mikutano mingi. So si msanii mgeni ambaye naweza sema ni msanii ambaye mkomavu kwenye huduma. Yes. Labda sasa hivi ambapo yeye ametuacha, nini ambacho wewe kama Ali Mhwana utamkumbukia Betty Bayo? Kifo cha Betty Bayo kimetuma sisi wote kama wasanii. Sio mimi peke yangu, kwa sababu ni msanii ambaye amekuwa wa baraka kwetu, amekuwa wa baraka pia kwa wananchi, amekuwa wa baraka kwa Betty Bayo. Kile ambacho mimi naweza sema ni kwamba hajakuwa msanii wa Central peke yake. Kakamega wanamjua, Coast wanamjua. So ni msanii ambaye tunaweza muita kwa Kiswahili ni gwiji wa muziki. One of the legendary wa muziki. Yes. Maybe to the family, which message can you give them? Kwa familia tunawapa pole na kwa wakati mgumu, na sisi pia kama wasanii tunasema pole sana kwa kupoteza msanii mwenzetu, na tunaomba wananchi wasimame na sisi kwenye maombi, na pia tuombe pia familia na watoto wake ambao ameacha. So si jambo rahisi, ni jambo ngumu sana. Yes. Labda nyinyi kama wasanii wa gospel, naona hapa hivi mko kwa wingi zaidi, mmetoa maybe a tribute song to her. Yes, Hatujatoa wimbo, labda tutatoa. Unajua bado tulikuwa tuko na msiba kubwa sana, baba yetu alienda, Raila Amolo Odinga. So bado watu walikuwa wanatengeneza nyimbo za, unaona sasa, na Betty pia kakuja haraka, so hatuka tumetayarisha wimbo wa Betty, lakini tunajua maybe itatoka. But may the family know that we love Betty, we love her songs, and I know that the song shall live forever with us. Thank you. Okay. So maybe on this side here, unaweza tuambia labda wewe ni kitu kipi ambacho utamkumbukia Betty? Asante sana. Naweza kusema Betty alikuwa anajituma. Hajakubali kuwekwa chini hata na maneno. Unakumbuka alikuwa na mambo huko na pale, lakini yeye haikumzuia kufanya kazi ya Mungu. Bado angejitokelezea na bado angefanya kazi ya Mungu bila kuogopa kitu chochote. Tunaweza kusema kama tunaweza kuwa na hiyo ujasiri, ile hata wakati uko na shida na bado unasimama na neno la Bwana, itakuwa sawa kwa kila mmoja. Asante. Labda kwa tuambie tu wewe kama msanii pia, kitu kipi ambacho wewe utamkumbukia Betty? Namkumbuka kwa sababu kuna nyimbo alimtoa kitambo sana. Kuna wimbo ile ya kwanza kabla 11th hour, kulikuwa na wimbo ya Highway, not just a way but highway. That song really
touched me, and it's the song that made me to know her. All along, she has been singing all the collabos she has done with other artists like Rose Muhando and others. She has been a blessing. So we've just come as gospel ministers from the Luoland Nation and other part of the country to stand in solidarity with the family and gospel musicians from this side. Yeah. Thank you so much, guys, for your time. Thank you. This is Masiga TV. Till next time, peace out. All right.